Kuna kitu wanakiita Shekinah glory, alafu kuna kitu wanakiita Kabod glory, alafu kuna kitu wanakiita Tosca glory. Ukienda kwenye Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza, Biblia inazungumzia siku ya Pentekoste. Utukufu wa Mungu ulivamia hema la hekalo. Moto, watu wakaanza kunena kwa lugha na ndimi zikaanguka kwao kama ndimi za moto. Biblia inasema na moto kawakalia kila mmoja kwenye kichwa chake. Hiyo aina ya utukufu ambayo iliingia mule ndani ni utukufu ambao tunaoita Shekinah glory. Ni utukufu ambao unawafunika watu, ni utukufu ambao unawajaza watu, ni utukufu ambao unawapeleka watu dimension nyingine. Biblia inasema wakaanza kunena kwa lugha na wakapokea nguvu. Biblia inasema kulikuwa kuna uvumi kama uvumi wa upepo ukalijaza hekalu. Hiyo ndio Shekinah glory, inafunika. Na wale watu ghafla wakajishangaa wananena kwa lugha mpya. Ghafla wakashangaa wanaanza kutembea kwenye miujiza. Ghafla wakashangaa wanaanza kuweka mikono kwa wagonjwa nao wanapokea afya. Ghafla wakaanza kushangaa wanaanza kumsikia Roho Mtakatifu. Wanaanza kulielewa neno vizuri. Ni nini? Wamefunikwa na nguvu ya Mungu, wamefunikwa na utukufu wa Mungu ambao unaitwa Shekinah glory. Mungu alipokuwa anawaongoza wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanani, ukienda kwenye Kutoka 13 unapata story hizi. Biblia inasema Mungu akawaongoza kwa nguzo ya moto usiku na Mungu akawaongoza kwa wingu mchana. Ile nguzo ya moto usiku ilikuwa ni Shekinah, na ile wingu wakati wa mchana ilikuwa ni Shekinah. Ni utukufu ambao unafunikwa. Anasema yeye ketie mahali pasiri pake Mwenyezi. Ukienda kwenye Zaburi ya 92 anasema atakuwa katika uvuli wake. Zaburi ya 91 hapo anasema atafunikwa na mbawa zake. Sasa hii hali ndio tunaita Shekinah glory. Bwana Yesu asifiwe. Ndio malaika wa Bwana anaenda kumtembelea Mary Gabriel. Anamwambia utukufu wa Mungu. Anamwambia utapokea mimba, anamwambia itawezekanaje? Akamwambia uwezo wa Mungu utakufunika. Utukufu wa Mungu utakufunika, hicho kitu kitazaliwa. Kwa Shekinah glory ikiwa kwenye maisha kwako, kwenye biashara kwako, inaachilia kibali, inaachilia ulinzi, inaachilia kufanikiwa, inaachilia adui afanikiwi kukuzuru, lakini inakupa mwanga wa ile biashara kesho ni nini? Kufanikiwa zaidi. Niko nazungumzia Shekinah glory. Lakini kuna kitu kinaitwa Kabod, ikiwa na maana ile ile. Hii Kabod ni protection, ni ulinzi wa Mungu. Huyu mama analia, anasema akamwita mtoto wake Ikabod, akisema utukufu wa Mungu umeondoka Israeli. Analia ni kwa nini? Anaona adui wataanza kuingia kwa urahisi. Kwa utukufu wa Mungu ukiondoka kwenye maisha kwako, adui zako wanakupiga kwa wepesi, adui zako wanakufikia kwa wepesi, uchawi unakufikia kwa wepesi. Ni nini? Hakuna utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ukikaa kwenye eneo, kunakuwa kuna ulinzi wa kimungu hapo. Sasa ukija kwenye tafasiri nyingine wanaita Tosca glory, lakini ina maana hiyo hiyo utukufu. Ukitoa kwa Kiingereza hii Tosca wanaita weight of glory au weight of God, uzito wa kiungu. Sasa hii Tosca uwaga inakaaga ndani ya mtu au juu ya mtu, ikimpa mtu vitu viwili vikubwa. Cha kwanza, ikimpa kuogopeka kwa adui zake, kwa sababu anakuwa na utiisho wa kimungu. Namba 2, inakuwa inampa kibali na heshima kwa kila mtu anayemtazama. Ndiye inaitwa Tosca. Ukienda kwenye Biblia Mwanzo 1 mstari wa 26 unasikia Mungu anasema na tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Ukienda kwenye Biblia Kiingereza anakuambia our image, kwa sura zetu. Ukienda kwenye tafsiri ya Kigiriki neno image pale wameweka Tosca. Tumuumbe mtu kwa utukufu wetu, tumuumbe mtu kwa heshima yetu, tumuumbe mtu kwa mamlaka yetu, tumuumbe mtu kwa uwezo wetu. Kwa aina ya utukufu wa Tosca ikiachiliwa kwenye maisha kwako ni heshima. Ni heshima kokote unakoingia. Mizimu kwenu itakuheshimu na kukuogopa. Wachawi na waganga watakuheshimu na kuogopa. Utakubalika uingiapo na utakubalika utokapo. Ni kwa sababu gani? Kuna utukufu wa Bwana umetembelea kwenye maisha kwako. Wana wa Israeli wanamwogopa Musa, wanampokea Musa, wanauona utukufu wa Mungu kwenye sura yake baada ya mtu kuspendi muda na Mungu. Tumeiona Shekinah, tumeiona Kabod, tumeiona Tosca. Hizi ni tafasiri tu ambazo zinatuletea maana ya glory. Sasa hapa tumeshajua maana ya utukufu, si ndio?